Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Juni 10 ya mwaka 2026. Leo tunaenda kuiangazia mada inayosema tendo la imani. Tuombe. Baba yetu mwema uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Tendo la imani ni mada ambayo imejengeka katika kitabu cha waraka wa Paulo kwa Waebrania sura ile ya 11 aya ya kwanza. Neno la Mungu linasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani si msingi wa wokovu wetu, bali ni baraka kuu zaidi. Jicho linaloona, sikio linalosikia, miguu ikimbiayo na mkono ushikao. Ni njia, si lengo. Ikiwa Kristo alitoa uhai wake ili kuwaokoa wenye dhambi, kwa nini nisiichukue baraka? Imani yangu huishikilia kwa namna hiyo. Ni hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hivyo nitatulia na kuamini. Nina amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Imani iokoayo ni tendo la nafsi ambalo kwalo mtu kamili anawekwa juu ya ulinzi na uongozi wa Yesu Kristo. Anakaa ndani ya Yesu, naye Yesu anakaa ndani ya nafsi kwa imani kama mwenye mamlaka. Aaminiye husalimisha nafsi na mwili wake kwa Mungu, na kwa uhakika anaweza kusema, Kristo anaweza kukitunza kile ambacho nimemkabidhi licha ya utisho wa siku ile. Wale watakaofanya hivi wataokolewa hata uzima wa milele. Kutakuwa na uhakika kwamba nafsi imeoshwa kwa damu ya Yesu na kuvikwa vazi la haki yake na la thamani machoni pa Yesu. Kumbuka kwamba kuiweka imani katika vitendo ni moja ya njia ya kuitunza. Ukikaa sehemu moja siku zote bila kusogea, misuli yako itakosa nguvu na mikono yako itapoteza nguvu ya ujongeaji. Ndivyo ilivyo pia kuhusiana na uzoefu wa kidini. Lazima uziamini ahadi za Mungu. Imani itajikamilisha inapowekwa katika matumizi na utendaji. Ni muhimu sana kwetu kwamba tuiweke nafsi katika mazingira ya imani. Kila siku tunaamua hatima yetu wenyewe ya umilele kwa kupatana na mazingira yanayoizunguka nafsi. Sisi binafsi tunawajibika kwa ushawishi tunaoweka na matokeo ambayo hatuoni kuwa yatatokana na maneno na matendo yetu. Ikiwa Mungu angeiokoa Sodoma kwa ajili ya watu 10 wenye haki, ni nini kingekuwa mvuto kwa ajili ya wema ambao ungetokea kama matokeo ya uaminifu wa watu wa Mungu, ikiwa kila mmoja anayekiri jina la Kristo pia angevikwa haki yake? Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, leo ni Juni 10 ya mwaka 2026.
tukiangazia mada isemayo tendo la imani. Na kwa nukta hiyo ndiyo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili zuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Tena Yesu nina furaha, anituma po Yesu ndio raha, asipokuwapo hapa nifai, akiwapo Yesu mimi sitishwi. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.